Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, uko nami Victor Moshi, na hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea nchini Israel ambapo kundi la Hamas limekabidhi miili ya mateka wawili wa Kiyahudi waliokuwa wameuawa huko Gaza, hatua ambayo imethibitishwa na ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Tukio hilo limefanyika wakati mvutano ukiendelea kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Katika taarifa iliyotolewa mapema Jumapili, ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilisema kuwa Israel imepokea kupitia shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross miili ya mateka hao ambayo sasa iko mikononi mwa vikosi vya usalama vya Israel vilivyoko Gaza. Familia za marehemu ziliarifiwa na miili hiyo imepelekwa katika kituo cha kitaifa cha uchunguzi wa vifo kwa ajili ya utambuzi rasmi. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa mmoja wa waliorejeshwa ni Ronen Tommy Engel mwenye umri wa miaka 54 aliyeuawa katika shambulio la Hamas kusini mwa Israel Oktoba 7, 2023 kabla ya mwili wake kuchukuliwa hadi Gaza. Vipimo vya utambuzi vinaendelea kwa mwaka wa pili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kufikia sasa Hamas imekwisha rejesha miili 12 kati ya 28 ya mateka waliouawa, mojawapo ya masharti muhimu katika makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoafikiwa wiki moja iliyopita ili kumaliza vita vya miaka miwili. Kulingana na makubaliano hayo, Hamas ilipaswa kurejesha mateka wote wa Kiyahudi walioko hai na waliokufa ndani ya saa 72 tangu kutiwa saini kwa mkataba huo. Kwa upande wake, Israel iliahidi kuachia miili 360 ya Wapalestina waliouawa pamoja na wafungwa 2000. Hata hivyo, Hamas imesema kuwa uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita na udhibiti wa Israel katika baadhi ya maeneo ya Gaza vimechelewesha mchakato wa kuokoa na kurejesha miili ya mateka hao. Mwandishi wa Al Jazeera Hani Mahmoud akiripoti kutoka Gaza City alisema mamlaka za Kipalestina hazina vifaa vya kisasa kusaidia katika uchimbaji wa miili chini ya vifusi ya majengo yaliyoharibiwa. Ni kazi ngumu sana, kwani timu za uokoaji zinakabiliwa na changamoto kubwa. Hakuna matrekta, malori, kreni wala vifaa vizito vya kuharakisha kazi ya uokoaji, alisema Mahmoud. Kutoka Amman, Jordan, mwandishi wa Al Jazeera Hamda Salhut alisema serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imekuwa ikifahamu kwa muda kwamba zoezi hilo ni gumu sana, lakini bado imeituhumu Hamas kwa kutofanya juhudi za kutosha kurejesha miili yote 28. Salhut alisema kuwa Netanyahu ameweka wazi kuwa Israel haitatekeleza kikamilifu makubaliano ya kusitisha vita kama kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu na kujadili kufunguliwa kwa mpaka wa Rafah hadi miili yote irejeshwe. Kwa siku kadhaa sasa, Hamas na Israel zimekuwa zikilaumiana kwa kukwamisha utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita yaliyosimamiwa na Marekani. Hamas imeishitumu serikali ya Netanyahu kwa kutengeneza visingizio dhaifu ili kutozingatia masharti ya amani, huku ikilaani kukataa kwa Israel kufungua mpaka wa Rafah kama ukiukwaji wa wazi wa makubaliano. Ijumaa iliyopita jeshi la Israel liliripoti kuua watu 11 wa familia moja, wakiwemo watoto 7 katika shambulio mashariki mwa Gaza City, hatua iliyoongeza ukosoaji dhidi ya Israel. Ubalozi wa Palestina nchini Misri ulitangaza kuwa mpaka wa Rafah, lango kuu la kuingia na kutoka Gaza, utafunguliwa Jumatatu, ingawa Netanyahu amesisitiza kuwa mpango huo utabaki umefungwa hadi Hamas itakapokabidhi miili yote ya mateka waliokufa. Wakati huo huo, misaada ya kibinadamu bado haijaweza kuingia Gaza licha ya makubaliano hayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA lilisema lina chakula cha kutosha kwa miezi mitatu, lakini malori yamekwama katika magala ya Jordan na Misri kutokana na vikwazo. Tunahitaji kuruhusiwa kupeleka msaada huu ndani ya Gaza bila kuchelewa, UNRWA ilisema, ikiongeza kuwa lina vifaa vya hifadhi kwa takribani watu milioni 1.3. Hamas imeweza kurejesha mateka wawili ambao jana iliweza kutangaza kwamba itawarejesha kwa taifa la Israel, ambapo sasa inachukuliwa kama ni juhudi ambazo wanazidi kuweza kuzionyesha ili kutafuta suluhu ya kuweza kutii masharti ya kuweza kusitisha mapigano. Mtazamaji, usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.